Bana, wabongo wakifika kwenye swala la kukutetea ndugu yao bana, watasimama kidete kinoma noma. Yani wabongo ikifika sehemu sasa ya kukutetea ndugu yao, basi utawaona wakiwa wanakutetea kinamna moja ama nyingine. Imekuwa gumzo kinoma noma kwa upande wa dada yetu Priscilla ambaye ni mke halali wa Juma Jux, msanii kutoka Tanzania. Bana, Juma Jux inavyoonekana bwana, mara ya kwanza kabla hajaingia kwenye mahusiano yake au hajaingia kwenye ndoa yake, alikuwa ni mtu fulani hivi ambaye alikuwa yuko na mwili fulani hivyo kinyamwe na nini, mwili wa gym, mwili umejitokeza kabisa na anaonekana akiwa na afya kabisa. Lakini sasa hivi picha ambazo anapiga Juma Jux mtandaoni bana, inaonekana amekonda kwa kiasi kikubwa. Inaonekana kwamba kwenye maisha ambayo yupo nayo ana furaha, na walimwengu bana wameliona hili, na nimekaa kwenye moja na mbili bana, nimekuja kukutana nalo kwenye ukurasa wa Jux na ukurasa wa Priscilla pia, kutokana na bibi anavotukana na wabongo. Yani wabongo wanamsema sana vibaya bibi Priscilla kwa sababu ya ndugu yao kumuona hayuko sawa kinamna moja ama nyingine. Bana, Jux inaonekana kabisa ni kwamba yes, of course anaonekana ana furaha kwenye maisha yake, lakini yes, inaonekana kuna kitu ambacho kinamsumbua behind the scenes. Sasa hajataka kuweka public kinamna moja ama nyingine. Sasa wabongo wameliona hili na wakaamua kuluka nalo. Kila mtu ambaye unamuona sasa hivi yes yupo Instagram, basi utaona akimtetea Jux kinamna yake, kwa sababu wanaona kama ndugu yao yes anaelekea kupotea. Na juzi kati bwana, kuna taarifa nilipewa za ndani zaidi, niliambiwa kwamba Jux amekatazwa kuwa karibu na Diamond Platnumz. Yes, na hiyo chanzo cha kukatazwa Jux kuwa na Diamond Platnumz, yani inaonekana kwamba Diamond Platnumz anamfundisha Juma Jux tabia mbaya, tabia za kama za umalaya. Kwa hiyo Priscilla yes amejaribu kumprotect mume wake ili yes aendelee kuwa wake milele kinamna moja ama nyingine. Sasa baada ya Jux kukatazwa yes kuwa karibu na Diamond Platnumz, na inasemekana kwamba waliomkataza ni wakwe zake, yani wakwe zake na Juma Jux, yani familia ya upande wa mwanamke, umeelewa? Kwa hiyo ndo wakamwekea yes masharti. Sasa mimi na swali kidogo kabla sijaendelea, hivi vipi kama yes mkwe wako anakuja kukupa masharti ambayo uyafuate akati wewe yeye ndiye umeoa pale? Na ukiangalia of course wewe na ukiwa na mke wako, wewe ndio una advantage kwa sababu wewe ndio mume wake. Kuna kitu kimoja au kuna vitu vingi ambavyo utamwambia, anatakiwa kusikilize kinamna moja ama nyingine. Vipi kama atakuwa na kupanda kichwani, utafanyaje, au sio? Sasa hii bana imekuwa gumzo sana kwa upande wa mwanetu Juma Jux, na tumeona baada ya bongo kumsumbua au kumwanza kumsema vibaya, tunaona Jux sasa hivi ameamua kwanza kwenda tena gym. Yani Jux ameamua kwenda tena gym, akurudisha mwili wake angalau yes awe na mwili ule ambao walimwengu wa Tanzania wanamfahamu. Kiukweli ukimwangalia Juma Jux bana, na jinsi ambavyo tunamjua Jux ambaye Jux ambaye alikuwa na anatoa song kali, Jux ambaye alikuwa yuko na furaha kwenye maisha yake ya usingo au ya nje ya ndoa, alikuwa yuko lakini pia kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea kwenye maisha ya ndoa. Hapa watu ambao mko na ndoa, mtuambie labda kuna vitu gani ambavyo vinakuwa vinaendelea ndani ya ndoa na vinafanya pengine ndugu yetu mpaka anakuwa hivi, kwa sababu nyinyi mko kwenye ndoa, mna experience na haya masuala. Basi kwenye comment tunawaachia nyinyi, mtuambie kitu gani ambacho yes kinamtatiza bwana Juma Jux. Sasa kwanza mimi nipite na comment za dada zangu wa Kitanzania au ndugu zangu wa Kitanzania ambao wameamua kumtetea ndugu yao kinamna moja ama nyingine. Huyu jamaa anasema kwamba maisha yako Juma Jux yanaonesha furaha kwa nje, lakini ndani inaonekana kuna mzigo mzito sana umebeba bro. Ni heri ukasema wazi ndugu zako tukusaidie. Bila bana bwana ameamua kumwambia kwamba ni heri ungesema wazi ndugu zako tukusaidie. Mwingine anakuambia maisha ya ndoa najua mimi, na hata mimi niliachana na mke wangu kwa sababu zina tabia zake, lakini pia kwa tabia ya kusikiliza familia yake. Amekuwa ni mtu ambaye anielewi na anajiamulia mambo, anafanya vile yeye anapenda. Sasa mimi siwezi kuwa mbuzi kwenye ndoa yangu. Wabongo umefika mbali zaidi. Sasa mbuzi kafikaje hapa? Lakini pia mimi naomba nipite na comment za watu ambao wamemsema sasa shemeji yetu au shemeji wa taifa. Nikisema shemeji wa taifa najua mnanielewa, au sio? Bwana shemeji, kitu ambacho tunakuomba basi mwachie ndugu yetu arudi basi hata kwao, kwa maana naona mnazidi kumnyosha. Wewe na familia yako mmemfanya kama kitega uchome na mnamtesa tu ndugu yetu, na hata mwili tunaona
mwili wake kabisa umeshuka. Jux, huu si mwili wako kaka, hebu stuka bana, maisha ya ndoa ni magumu kiasi hicho kweli? Mbona unanipa stress, unafanya nishindwe hata na mimi kuingia kwenye maisha ya ndoa, sitamani kuoa na kadhalika. Mshikaji ameamua kusema la moyoni. Sasa Watanzania, mimi niwaambie kitu kimoja, au nipende kuambia kwamba maisha ya ndoa yana siri kubwa, lakini yes, Jux alikuwa yuko mwenyewe kipindi hicho, hakuwa na stress za mahusiano, hakuwa na sasa hivi Jux ana mtoto of course. Kwa hiyo inafika time anafikiria mtoto wake, anafikiria mke wake, anafikiria pia na familia kiujumla. Kwa hiyo lazima, kama kuna vitu ambavyo alikuwa na vipa muda zamani, kipindi yuko single, kipindi ana mke, kwa sasa hivi havipi tena muda, atakuwa yuko busy na mahusiano yake, yuko busy na kutengeneza maisha yake. Ukiangalia yeye sasa hivi anaitwa baba, unajua sasa huenda ndio vitu ambavyo vinamfanya Juma Jux awe bize pengine na mke wake, awe bize na familia yake, lakini pia wengine naona wanamponda mpaka mkwewe wa Juma Jux. Na wengine wanasema kwamba Juma Jux amekuwa kama kitega uchumi, lakini ukweli ni kwamba familia ya shemeji yetu bwana ni kati ya familia ambayo ina pesa sana. Yani familia ya shemeji yetu bwana, haiwezi kusema kwamba inamtegemea Juma Jux kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu wao wenyewe sio poa kwenye masuala mazima ya pesa. Lakini wabongo wape nafasi ya kukutetea bana, watakutetea vizuri sana, kwa sababu wana upendo wa dhati wanapoona ndugu yao anaelekea pabaya. Na baba shemeji yetu bana sometimes anakuwa anajibu comment, yani kaona sasa kama wabongo washaanza kunichezea sharubu, sasa ngoja ni wajibu bana. Shemeji yetu ametujibu kama hivi, lakini pia naomba mimi nisome kwa Kiswahili, yani ni tafsiri, au sio? Anasema kwamba mimi nimeolewa na sio nyinyi mmeolewa, na sijaolewa na taifa zima. Kwa hiyo mimi nafanya kitu ambacho napenda kwenye maisha yangu. Sasa naona mnaingilia maisha yangu, sio mnielewa? Kama anatuvimbia hivi, au ndugu zangu mnasemaje? Mimi bana nakupa update, yani mimi ni mtu ambaye nakupa matukio ambayo yanaendelea duniani, unanielewa Sasa huyo ni shemeji yetu, ameamua kufunguka na yeye ukweli. So comment nyingi sana huwa anajibu. Zamani alikuwa ajibu comment kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye yuko busy na mambo yake, lakini sasa hivi wabongo wameona mbona kama wabongo wanataka kunipanda kichwani mazee, kwa wakaona na yeye awajibu comment chache ili muendelee kumzidi kumsakama zaidi. Bongo, kitu gani unakiona kwa mwanetu Juma Jux? Tunamjua vizuri Juma Jux, yeye mzee wa Sugua, tunamjua vizuri. Hizo kipindi yuko na mahusiano tofauti, hakuwa hivi alivyo. Ukiniambia Jux alikuwa hivi alivyo, mimi mwenyewe bana nitakushangaa kwa namna moja ama nyingine, lakini pia siwezi kusema kwamba anateseka kwenye maisha yake ya mahusiano, kwa sababu ndo maisha ambayo mwenyewe ameyachagua. Na kama anaonekana kabisa yuko na fly, yuko happy, lakini kamwili hatukaoni, tunakaona kikipukutika, au sio? So Kinyamwezi, usisahau kusubscribe pia ili uendelee kupata update. Mimi hapa ni Viral Genius na hapa ni Clavo TV.